Majeshi ya Iran yametoa onyo kali kuhusu jibu kwa tishio lolote linalofanywa na Israel. Kamandi kuu ya majeshi ya Iran imetoa onyo kwa Israel kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itajibu hatua hatari zinazofanywa na Israel katika anga za baadhi ya nchi jirani. Kamandi kuu ya Khatam al-Anbiya nchini Iran imesema katika taarifa iliyotolewa mnamo Ijumaa usiku kwamba tunaona mienendo na uwepo wa ndege za kijeshi za utawala wa Kizayuni na wa kigaidi katika anga ya baadhi ya nchi jirani kuelekea Iran, kuwa hiki ni kitendo hatari na ni tishio dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Taarifa hiyo imeeleza ikisisitiza kwamba iwapo Marekani haiwezi kuzuia na kudhibiti utawala wa Israel, basi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitavumilia tishio lolote na inaona kuwa ni haki yake kujibu hatua hizo hatari. Iran pia imetoa onyo rasmi la mwisho kwa serikali ya Iraq na serikali ya mkoa wa Kurdistan wenye mamlaka kujitawala KRG, ikizitaka kuchukua hatua za haraka dhidi ya makundi ya kigaidi yanayopinga Iran yaliyojikita kaskazini mwa Iraq. Ujumbe huo uliowasilishwa kupitia balozi wa Iraq mjini Tehran, Yasser al-Hajjaj, umezipa Baghdad na Erbil machaguo mawili: kwanza, kuwakamata vinara wa makundi hayo na kurejesha Tehran ili wafunguliwe mashtaka kutokana na harakati zao za kigaidi, au kuwezesha kuhamishwa kwao kwenda nchi ya tatu ndani ya muda maalum. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Tehran imeweka wazi kwamba inatambua kuendelea harakati za makundi hayo katika eneo la Kurdistan la nchini Iraq kuwa ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wake wa kitaifa, na inatarajia jibu la wazi na la kivitendo kutoka kwa serikali ya shirikisho la Iraq pamoja na mamlaka za Wakurdi. Vikosi vya majeshi ya Iran vimefanya mashambulizi ya mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni, ikiwemo operesheni ya tarehe 8 Juni iliyolenga makao makuu ya kundi la kigaidi mjini Sulaimania. Tehran tayari imeonya kwamba ikiwa makundi yanayotaka kujitenga yataruhusiwa kuingia nchini Iran kutoka katika eneo hilo, basi miundombinu yote katika eneo la Kurdistan la Iraq italengwa kwa mashambulizi makubwa. Marekani ilikuwa imeandaa mpango wa kuvamia Iran kwa njia ya nchi kavu kwa kushirikisha makundi yenye silaha ya Kikurdi katika maandalizi ya vita vya siku 40. Lakini operesheni hiyo haikutekelezwa kamwe. Ni kwa mujibu wa mwandishi mwandamizi wa shirika la habari la BBC Persia, Jiar Gol, aliripoti siku ya Alhamisi akinukuu vyanzo kadhaa. Maafisa wa Marekani waliwaarifu wakuu wa vyama vya Kikurdi vya Iraq kabla ya uchokozi huo kuanza kwamba shambulio dhidi ya Iran limekaribia na kwamba makundi hayo yangetarajia kushambulia vituo vya Iran pamoja na maeneo ya usalama katika mipaka ya nchi hizo mbili iwapo mapigano yangeanza. Hata hivyo, operesheni hiyo haikufanyika baada ya Trump kuamua kutofuatilia mpango huo kwa muda mrefu. Israel imeendelea kuwa na uhusiano wa kijeshi, kijasusi na kibiashara kwa njia za siri yanayotaka mkoa wa Kurdistan ujitenge na Iran. Shirika la ujasusi la Mossad limeanzisha vituo vya kijasusi na kiutendaji ndani ya eneo la Kurdistan la Iraq, na wanamgambo wa Kikurdi wanadaiwa kufadhiliwa na Mossad pamoja na CIA. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment. Kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.